Oshingi Shila Sambalu ambaye ni kaimu mkurugenzi wa idara ya usimamizi wa viuatilifu kutoka Mamlaka ya Afya, Mimea na Viuatilifu Tanzania, akiwa jijini Arusha. Karibu sana kwenye TBC Kiona. Ni kushukuru sana kwa kujumuika nasi kwenye TBC Kio usiku huu. Asante sana. Kwanza, kwa sasa mifumo hasa ya kisasa ya kilimo inachagizwa sana na matumizi ya kemikali na mbolea za kisasa. Sasa uzalishaji wa chakula kwa sasa hapa nchini, usalama wake ukoje? Asante ndugu mtangazaji. Uzalishaji wa chakula hapa nchini, usalama wake sio mbaya sana. Tukiangalia majukumu ya Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania, tumejikita kwenye maeneo makuu mawili. Moja ni kudhibiti wadudu na magonjwa yanayoathiri mimea. Na katika kudhibiti wadudu na magonjwa yanayoathiri mimea na mazao yakiwa shambani na maghalani, moja ya njia ni kutumia viuatilifu. Viuatilifu ni kemikali na ni sumu visipotumiwa kwa utaratibu uliowekwa. Na katika hili Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu, ili kuhakikisha kwamba viuatilifu vinatumika kwa njia zinazopaswa kwa usahihi na usalama, basi huwa tunatoa mafunzo katika nyanja mbalimbali. Mafunzo ya awali kabisa ambayo huwa tunayatoa ni kwa wafanyabiashara wote wanaofanya biashara ya kuwauzia wakulima viuatilifu. Na haya ni mafunzo ni ya lazima kabla mfanyabiashara hajaanza biashara. Na mafunzo mengine ni kwa wakulima wenyewe, ambapo tunawafundisha namna na njia sahihi ya kutumia viuatilifu, kuanzia utunzaji, uchanganyaji, upuliziaji wenyewe na kutumia vile vifaa kinga, lakini pamoja na kutumia vinyunyizi, kwa maana yale mabomba ya kubeba mgongoni kwa ajili ya kunyunyiza viuatilifu mashambani. Sasa katika hili tunawafikia wakulima kupitia halmashauri zao. Kwa mfano, mpaka sasa hapa tunapoongea kuna mafunzo yanaendelea kwa wakulima wa zao la korosho hivi tunavyoendelea. Kwa kuna timu ambayo inazunguka wakati viuatilifu vinasambazwa, na hivi viuatilifu ni vile vinavyotolewa na serikali kwa njia ya ruzuku ili kusaidia tija kwenye zao la korosho. Kwa hiyo kwa kufuatilia hivyo na mafunzo tunayotoa kwa wakulima, huwa yanafuatiwa sasa na programu ambayo mamlaka inayo, na hii ni programu tunasema ni ya ufuatiliaji hasa. Tutazame kwenye swala la viuasumu sasa kwa wakulima, kwa kiasi gani na hapo mnawafikia moja kwa moja hasa huko shambani kuhakikisha mnaitoa elimu na kuwafanya wawe na uelewa kutosha kuhusu ili kuwa na uzalishaji ambao uliokuwa salama wa chakula? Naam, katika hilo tunawafikia wakulima kwa njia mbalimbali. Moja ni kupitia vikundi vyao vya wakulima, lakini mbili ni kupitia halmashauri ambazo ofisi za kilimo huwa tunawakusanya wakulima kwenye makundi, kishirikiana na maafisa ugani, maafisa kilimo wa halmashauri, na tunawakusanya wakulima, tunawapa mafunzo ya namna zote za kutumia viuatilifu, kuanzia upokeaji, ununuaji, hata kubaini kiuatilifu ambacho hakijasajiliwa kwa matumizi nchini, au kiuatilifu feki, au kiuatilifu kilichoisha muda wake wa matumizi. Wakulima huwa wanafundishwa. Hii kazi ni kubwa, sio kwamba tumeimaliza kwa sababu wakulima ni wengi. Kwa hiyo hii kazi ni endelevu, tunaendelea kuwafikia wakulima mwaka hadi mwaka, kila kipindi tunapokuwa tumepanga programu za mafunzo katika maeneo mbalimbali ya nchi. Labda tu ambalo Shirika la Afya Duniani linasema kwamba chakula kisicho salama ni tishio kubwa hasa ambalo linasababisha takribani wagonjwa milioni 866 na vifo milioni 1.5. Sasa ili kuimarisha na kuondokana na takwimu hizi, pengine tunatokaje hapo kwa kifupi? Kwa kifupi kabisa, ili kuondokana na hilo, mamlaka ina program kwa sasa hivi. Tunafuatilia mabaki ya viuatilifu kwenye mazao ya chakula. Kwa kuanzia, tumeanza kuzunguka kwenye masoko yote ya mikoa Tanzania. Mpaka hivi ninavyoongea tumeshakusanya mazao mbalimbali kutoka kwenye mikoa 10 tofauti kwenye masoko,
tunayaleta maabara, tunafanya uchambuzi wa mabaki ya viuatilifu ili kuweza kubaini kama vile viwango vinavyokubalika kimataifa vimezidi, ili tuweze kutoa ushauri sahihi wa matumizi ya viuatilifu ili kuweza kupunguza hayo masalia yawe kwenye kiwango kinachokubalika kimataifa. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo inaendelea sasa hivi. Na hii kazi inahusisha Tanzania visiwani na Tanzania bara. Na Zanzibar pia tumeshafika. Na huku mikoa 10 ambayo tumeitaja, ambayo tunaendelea nayo mpaka sasa hivi ni Dar es Salaam, Dodoma, Mbeya, Iringa, Tabora, Mwanza, Tanga, Arusha, Morogoro na Manyara. Hii ndio mikoa ambayo tumeshaifikia. Tumechukua sampuli, tukafanya uchambuzi wa masalia ya viuatilifu kuangalia kwamba kiwango hakijazidi. Na mpaka sasa hivi hali inavyoonyesha, hali sio mbaya, lakini bado tunaendelea ili tupite mikoa yote Tanzania na kuweza kubaini wapi kuna tatizo na ni njia gani tunaweza kuiweka ili kuendelea kulinda afya ya mlaji wa ndani kama ambavyo tunalinda afya ya mlaji wa nje kipindi tunaposafirisha mazao yetu kwenda kwenye masoko ya nje ya nchi. Kushukuru sana kwa kujumuika nasi leo kwenye